tumetoa nukuu hapa ya huyu Jesuit. Anasema kwamba Uislamu ulindwa na nani? Na Katoliki. Na Khadija na Waraka bin Nauf aliandaliwa. Na kabla ya Muhammad kuzaliwa kuwa na speed rumors kwamba atakuja nabii katika uzao wa Ishmaeli. Ndio. Sawa ndio kina Padri Baila. Sasa vitabu vya Kiislamu vinasemaje? Sawa. Tuthibitishe sawa? Ndio. Naomba tuchukue kitabu. Hiki kitabu kimeandikwa na inaitwa Maisha ya Nabii Muhammad. Hapa sasa tuje tuthibitishe kwamba kweli mapadri hao. Okay, mapadri walishiriki katika kutengeneza Uislamu. Tuthibitishe kauli ya Jesuit. Sawa. Hichi kimetungwa na mtungaji ni Kazi Sheikh Abdullah Saleh Farsi. Okay. Alikuwa ni kazi wa Mombasa na Kenya. Mombasa. Huyu ndo amechapisha kitabu hichi, hii Qur'ani. Okay. Tafasiri ya Farsi ndio Qur'ani ambayo hapa East Africa inatumika sana. Sawa. Sasa tuangalie anasemaje kuhusu hiyo hoja ambayo amesema huyo kina askofu huyo kuhusiana na je, ni kweli hawa wa Katoliki ndio hawa waliasisi Uislamu? Sikia vizuri hapa. Wakati sisi tunajua kabisa Uislamu tuseme kwa mujibu wa Uislamu unakuwa Uislamu umeumbwa na Mungu mwenyewe. Sawa. Sasa huu ni ukurasa wa 26. Ndio. Nasema hivi, hata alipotimia miaka 12, yani Muhammad. Ndio. Mwaka wa 582. Ndio. Alisafiri tena pamoja na baba yake mdogo mwingine, Bwana Abu Talib. Safari hii waliazimia kwenda Sham. Lakini walipofika Busla, mji wa kusini katika nchi ya Sham, walikutana na padri mkubwa wa Kinasala jina lake Baila, ambaye alimkataza bwana huyu kusogea na mwanae zaidi kuliko hapa. Akamwambia, mtoto huyu namuona ana alama zote za mtume aliambiwa kuwa atakuja. Umesikia? Huyu ni padri Baila. Basi naona kwani padri ni watu wapi? Sio Katoliki. Mapadri ndio wa Roma. Basi naona ni hatari kubwa akienda Sham asije akauawa na Mayahudi huko. Na kusihi sana urejee naye na umpe mtu mwaminifu arejee naye na uende katika biashara zako. Bwana Abu Talib akampa mtu arejee naye Maka na akaendelea na safari yake. Unaona hapa simulizi? Ndio. Hao ni Waislamu wanasema wenyewe, wameandika shehe kwamba Muhammad akiwa na miaka 12 alikutana na Padri Baila. Ndio. Wale Waarabu waliokuwa nao hawajui kama ni mtume. Lakini padri akasema huyu nani? Ni mtume. Okay. Na asiende kule Sham, maana Wayahudi utamuona, utafanyaje? Utamuua. Kumbuka Roma ilikuwa na conflict na Wayahudi. Ndio. Kwa inatengeneza kasumba kwamba huyu mtu inayomwandaa akishakuwa atakuwa kumbe maadui zangu nani? Ni Wayahudi. So hii mtoto wa 12 tunafahamu anakuwa na akili Ndio. Na unamwambia jirani yako ni mchawi. Sawa. Akikuwa ataamini tu hivyo. Kama huyu ni adui yetu. Ndio. Anakuwa na hiyo roho. Kwa hiyo Muhammad naye alikuwa na hiyo roho kwamba akajua kabisa kumbe mimi ni mtume. Alafu natafuta kuuawa na nani? Na Wayahudi. Wanaoniambia nani? Mapadri wa Katoliki. Sasa watu gani watakuwa ni wema kwake? Hata huyo padri wa Katoliki. Padri wa nani? Wa Katoliki. Ni kwa moja. Unajua wa Katoliki wameoa sana Wayahudi. Hicho unafahamu? Nafikiri. Hitler alikuwa nani? Sawa, yes, Mkatoliki. Si Mkatoliki? Hata Papa Pius wa 12 ambaye alimuunda Hitler alisema hakuna hatia ya kuua damu ya Kiyahudi. Sababu alimuua Yesu. Na vita vya kwanza vya msalaba wale wao pale Yerusalemu na Israeli kule ya zamani. Walikuwa nani? Wayahudi. Na Europe wameua sana Wayahudi. Kusikia ile ugonjwa wa town. Okay. Wayahudi walisakiziwa kwamba wao ndio wameleta ugonjwa wa town. Maana Wayahudi walikuwa waugui. Ile wale wapate wale virus. Okay. Ulaya walikufa sana na ule ugonjwa wa town. Kwa nini walikufa? Hawakujua hicho kitu. Baadaye stori kaje kabumbuluka hivi. Myahudi Ulaya walikuwa wanasema paka ni mchawi. Ndio. Na mtu akifuga paka anakuwa nani? Mchawi. Wayahudi wanafuga nini? Paka. Sasa kwa sababu walikuwa wanaua paka, ndio. Panya walikuwa wengi. Okay. Je, Mungu hivi viumbe ameviweka kila kiumbe kina sababu yake kuwepo. Sasa wale panya wakazalisha ugonjwa wa tauni ukawaua sana watu wa Europe. Wakija kwa Wayahudi wako wazima. Sababu Wayahudi wakaa sehemu wachangamani. Ndio. Wanakuwa na maeneo yao na pia wenyewe wali najisi. Okay. Alafu pia na wale ugonjwa na nguruwe na malazi watu wajui sana. Najua nyewe wasi huko Iringa nguruwe mnamtafuna sana. Kama kawaida. Kama meta mkuu wa mweza. Na mchochezi mkubwa kula nguruwe ni Katoliki. Okay. Maana anaitwa mbuzi nini? Mbuzi Katoliki. Sasa
na wale wazungu walikuwa wao ni wachafu. Okay. Uchinjaji wao walikuwa wenyewe wachinji, wananyonga. Myahudi hata kula nyama anachinja. Okay. Unaona? Hao ni mafuta nini? Wala hanywi damu. Wala hanywi damu. Sasa kule panya kwao katika makazi yao kuna nini? Hakuna panya. Kuna paka tu. Kwa wazungu walivyoona Wayahudi wanapaka. Ndiyo. Na hawaugui. Wakasema hawa ni wachawi, ndio wametupa ugonjwa wa tauni. Waliua sana Wayahudi. Okay. Paka papa mwenyewe ambaye alikuwa anapendezwa kuwaua akaogopa. Kabisa, jamani, imetosha. Ndio maana mtu yote akifuata ile sheria ya Taurati, ndiyo, kwa afya yake, nje tu mambo ya kiimani, kwa afya haiwezi kuugua ugonjwa wote. Mungu anasema kwamba ukifuata hizo sheria hizi utakaa ugue magonjwa makubwa mabaya. Okay. Sababu Mungu ameweka namna ya kula mnyama, kipi kiliwe, kipi kisiliwe. Na sehemu zenye kansa nyingi ni watu wanaokula nguruwe. Angalia Kilimanjaro na huko Dodoma huko. Okay. Nani huko mnataja huko Mbeya? Ndiyo. Na Iringa. Ndiyo. Watu wanaokula nguruwe ndio maeneo yana kansa sana. Moshi kuna kansa nyingi. Kula sana nguruwe wale Wachaga wenzangu. Okay. Sasa paka hapa nguruwe si mnyama mzuri. Maana Mungu anasema msimle yule mnyama. Sawa? Na type ya hao jamii ya nguruwe. Hata ngamia, Waislamu wanatetea ngamia. Ngamia hata pesa kuliwa. Kwa hiyo Muislamu akimcheka Mkristo na kula nguruwe, afa inakula ngamia ni wale tu. Wote ni wale? Hata pia Uislamu wakataza kula nguruwe. Okay. Unasema kwamba usile nini? Nguruwe. Lakini ukifikwa na njaa na hakuna chakula kingine kula ili usife. Dharura. Ndiyo. Lakini kule kwenye Biblia hata mzoga wake usiuguse. Okay. Yaani bora ufe na njaa lakini usile nini? Nguruwe. Inawezekana kwamba ukosa chakula kote eti akawa nguruwe tu, ni unafiki tu. Ni njia moja tu ya kumla nguruwe, sababu ni nguruwe ni mnyama ambaye nyinyi mnamsema ni mtamu sana. Si ndio? Kwa hiyo unakuta ni njama tu. Hata fika mwezi mtukufu mabucha ya nguruwe yanakosa soko. Sasa anasema hivi, huyu Padri Baila alikuwa mwanachuoni mkubwa wa Kinasara. Okay. Na leo ni kweli kabisa hakuna wasomi wakubwa kama mapadri wa Katoliki. Ndio. Na alimtabiri mtume. Ndio. Lakini hakuwahi kumwamini alipopata utume. Ando maajabu. Okay. Yaani kwa nini yeye ambaye kama huyu ni mtume na alivyokuwa mtume hukumwamini? Okay. Kama wewe unasema ni mtume, ilikuwa ni mpango. Sikia sasa, afu akamweka kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni miongoni mwa wao jamaa, akaenda akasilimu kumshauri Muhammad. Sikia. Okay. Lakini mwanafunzi wake mkubwa, yani mwanafunzi wa huyo padri, ndio Baila. Yeah. Bwana Salman al-Farsi, Muajemi, mara alipopata habari ya kupata utume wake alisilimu na aliusaidia Uislamu katika mambo mengine kama tutavyoona mbele. Okay. Mbona pantio? Kwa jamaa akasilimu, au ndo mtindo wa Jesuit. Ndio. Wanakuja kwako, anza akawa Muislamu, akawa Katoliki, akawa yani ana njia ya kujigeuza ili kutimiza malengo. Lakini Padri Baila hakusilimu. Sababu ilikuwa ni propaganda inatengenezwa. Sasa tuje katika kitabu hiki kingine cha Wakeze Mtume. Nimekika wapi kile kitabu? Ni chapa. Nikiongea na Waislamu kuhusiana na hilo, kwa mfano la Baila hivyo, mtoto na miaka 12 anaambiwa arudishwe, akasema mtume kwanza alikuwa na alama ambayo kwa vitabu ambavyo wamesoma hawa wasomi kama Baila ilikuwa ni rahisi yeye kumtambua. Lakini vile vile Wayahudi walikuwa na akili sana, kwa hiyo wangeweza kutambua tu kwamba huyu anakuja kuwa nabii, kwa hiyo wangemuoa kwa sababu walikuwa tayari wanaoa manabii. Ni maneno tu. Kwa maana kama wenyewe wanasema Ukristo ni ukafiri, uje Padri Baila anajua kabisa wewe ni nabii. Afu cha kwanza kingine hivi, pale Maka kulikuwa kuna Wayahudi na Madina. Uongo kweli? Kweli. Kwa nini wasinda kumuulia kule? Ulikuwa ni mchongo wa kufanya Muhammad awe na uadui na Wayahudi. Bwana Muhammad amekuwa na Uislamu mpaka leo una uadui na nani? Na Wayahudi. Uongo kweli? Kabisa mpaka leo. Yaani Muislamu na Myahudi wamefly sana ilivyotoka hizo Epstein files, sio akasema si unaona Myahudi huyu Epstein alichofanya. Sasa cha ajabu Epstein file imechukua mpaka viongozi wa dini ya Kiarabu. Afu kingine Epstein file ilikuwa anachukua ile mashuka ya kufunika ile Al-Kaaba. Ndio. Ndio kwa anayachukua naweka kwake inakuwa zuria. Ndio. Makapeti. Sasa mambo kama hayo. Kuna vitu vingine ambao usikurupuke. Yaani usimcheke mamba kama hujavuka nini? Mto. Kwa Epstein file na nitapost vitu vingine kwenye website yangu, utaona ni mambo ya ajabu tu wale viongozi wa Ulaya na Waarabu na Waislamu wanavyoshikamana katika mambo ya utawala wa dunia. Hapana dini ni kivuli tu. Sasa tuje kwa Khadija. Ndio. Khadija alikuwa nani? Okay. Sasa huyu kasema huyu Jesuit. Khadija alikuwa ni Mkatoliki na ni mfuasi wa Papa. Na alitumwa kwenye mission maalum. Na Khadija mali zake zote
zimetolewa na ile monarchy ya Siri nao ya Sinai ya Katoliki pale Sinai. Okay. Hao ndio walimdhamini Khadija. Zile mali za Khadija amepewa na monarchy ya Katoliki. Sasa Khadija alikuwa tajiri ndio. Vibaya sana. Okay. Sikia sasa nani alikuwa nani? Okay. Kwanza hapa naelezea wasifu wa nani? Wa bin Naufa. Ndio. Pamoja na Khadija. Huu ni ukurasa wa 5. Alilelewa kwa malezi mazuri kabisa tangu utoto wake na malezi ya dini nzuri pia. Kwani mmoja katika mtu mkubwa wa nyumba yao aliingia katika dini ya Masihi kabla ya Uislamu haukuja. Mwana pentio? Huyu ni Khadija anaelezewa na waraka. Akaitupa ile dini ya masanamu, akasoma sana chini ya Kimasihi, dini ya Kimasihi, akaijua vizuri hata akaupata upadri. Yule ni waraka sasa. Akapata nini? Upadri. Ikawa kazi yake kutoa mawaidha nje seuza nyumbani. Basi watu wa nyumbani kwao walikuwa na mwendo mzuri kabisa. Na zaidi kuliko wote ni huyu Bibi Khadija. Alifuata kweli tabia nzuri za huyu jamaa, yani waraka. Ndiyo. Jamaa yake ambaye alikuwa akiitwa Bwana Waraka bin Naufa bin Hasadi, na ambaye ndiye aliyempa habari Bibi Khadija kuwa atakuja mtume. Mwana pensio? Okay. Yani waraka anamwambia Khadija nini? Atakuja nani? Mtume. Kumbuka kule Baila anasema Muhammad ni mtume. Ndiyo. Na huyu waraka anamwambia Khadija atakuja nani? Mtume. Kuna mchongo hapo. Okay. Na nilipotimiza mtume umri wa miaka 40 akaona aliyoyaona. Bwana huyu alimwadisia Bibi Khadija kuwa huyu mumewe ndiye amekwisha kuwa mtume. Hivyo okay. Mwana pointio? Kwa kama Muhammad ajaenda pangoni. Waraka anasema Muhammad nani? Ni mtume. Wani hapo ni kabla hajaenda pangoni, sio kwamba ndo ameshaenda melodi pangoni. Na akamjuvia mwenyewe mtume na akampa ahadi kuwa atakapopewa amri ya kufundisha watu atakuwa mkono wake wa kulia. Lakini siku zile akafa. Unaona? Basi Bibi Khadija alilanda sana mwenendo wa jamaa yake huyu. Kuna maana Khadija alikuwa nani? Mkatoliki. Okay. Sasa na anamwambia kwamba atakuja nani? Mtume. Kama kabla ya Muhammad hajaolewa na nani? Na Bibi Khadija. Okay. Sawa eh? Sawa. Kwa Khadija naye aliingia kwenye mission ya kumtafuta Muhammad, ya kumtafuta mtume. Ndio maana alivyompata Muhammad akamwangalia akasema huyu, sababu mission yao kutafuta kijana ambaye atakuja kwa masi huyu. Sema acha tumweke kando aolewe nami ili adhibitiwe hapa. Unaona? Sasa angalia sasa kuhusu kupata utume sasa. Ndio. Ukurasa wa 12. Hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa mtume kashatimiza miaka 40. Ndio. Maana siku hiyo Jibril alimzidikia na kumjuvia kuwa kashakuwa nabii. Na vituko vingi alimfanyia kama tunavyosikia. Kwanza hapa huyu Farsi yeye anamwongelea Jibril. Ndio. Lakini Muhammad akata na banwa hakusema ni nani? Ni Jibril. Hiyo ni jambo lingine lazima tuliangalie. Basi mtume akafanya hofu, akarejea kwa mkewe akamhadisia. Na pale homa kubwa kabisa ikampanda, akataka afunikwe maguo. Mara akawa anatetemeka kwa nderema na anaweweseka na kusema, najihofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani na kuniharibu akili yangu na kunizuga. Hiyo ndio taarifa ya nani? Ya Muhammad kutoka pangoni. Bibi Khadija pale alimdakiza na kumwambia, wacha hayo, sio itakayokuwa hayo. Wewe uwezi kuchezewa na mashetani. Shetani hawezi kumchezea mtu mwenye sifa zako. Wewe unatazama vyema jamaa zako, unachukua mizigo ya hata watu wasiokuwa wako, unawadhihirishia watu sifa nzuri ambazo hakuna mwenye mwazo. Unafanya hivi na unafanya hivi. Fulai ndugu yangu, tua moyo wako, walai mimi naona umekwisha kuwa mtume. Okay. Kwa hapo muona maajabu hayo? Na maana huyu dada alikuwa anafanya vitu fulani, ni jasusi. Okay. Mtume alipochukua usingizi, alitoka Bibi Khadija akaenda kwa yule jamaa yake Bwana Waraka bin Nafar ambaye ni binamu yake. Yeah. Padi wake na sala akamjuza haya. Yule padi akamwambia utume huo. Okay. Baila Khadija na Waraka bin Nafar nani ambao ni Wakatoliki sasa sawa? Utume huo. Kisha pata utume mumeo, bahati yako upesi. Bibi Khadija akarejea nyumbani. Nilipoamka mtume akamwambia twende kwa haraka ukamsimulie uliyoyaona na yaliyokufika. Wakaondoka mguu kwa mguu mpaka kwa huyo bwana mkubwa. Mtume akamhadithia yote hayo
Bwana waraka akamwambia, na kubashiria Muhammad, huo ndio utume uliomwendea Nabii Musa na Nabii Isa na wengineo, na karibuni hivi utapewa amri ya kufundisha watu dini ya haki. Nikiwa hai nitakuwa mkono wako wa kulia, nitakusaidia kila namna nikupiganie, na nitakufika misukosuko ya kweli na kweli. Okay. Sasa fikiria, huyu ni Waraka bin Naufa. Kwa nini akusilimu awe Muislam? Na Baila, kwa nini akusilimu awe Muislam? Kwa maana hawa ni mchakato uliotengenezwa. Wao wanadai imani waliokuwa nayo hao ni imani hiyo ya Kiislamu. Hao akina Baila, akina Waraka bin Naufa, hata kina Bi Khadija wenyewe kabla hata hajasilimu, lakini walikuwa na imani hizo, yani zile tuseme, walikuwa wanaelekea, walikuwa wanyenyekevu tayari. Walikuwa ni Waislamu. Ni kama wanachomaanisha kwamba kama walikuwa ni Waislamu, kuna haja gani ya Muhammad kuja? Si wao wangeneza ule Uislamu pale pale. Okay. Na kwa nini hichi kitabu kinasema kwamba hawakusilimu? Kama wao walikuwa ni Waislamu, kwa nini hawakusilimu? Baida naye hakusilimu. Okay. Hata huyu Naufa naye hakusilimu. Hakusilimu. Okay. Alosilimu ni Khadija tu. Zakawa wa kwanza katika waliosilimu kipindi kile cha Mtume Muhammad. Sasa kwanza angalia hapo kwanza, huyu Muhammad alitoka pangoni, anasema amekamatwa na mashetani. Sababu kule kiumbe alitokea ghafla machoni pake, asijui ametoka wapi, akamrukia akambana. Sema ikra bismi labika. Okay. Soma, si ndio? Ile sura 96 ndio imeshuka pale. Muhammad akasema sijui kusoma, akabanwa mbavu mara 3 mpaka akasoma. Sasa huyo kiumbe hakujitambulisha kwa Muhammad ni nani. Okay. Yaani Khadija anasema kwamba wewe ni mtume. Muhammad anasema ni mimi nimeshikwa na mashetani. Okay. Huyu Haraka anasema wewe ni mtume. Sasa kuna njia iko pale. Ndio maana Qur'ani 4:79 nasema wema uliokufika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini ubaya umetoka katika nafsi yako. Unaona? Okay. Tulikupeleka kwa nini? Mtume. Na Mwenyezi Mungu amekuwa shahidi. Sawa Kwa maana ni aya ambayo ina relate pale. Kulingana hivi visa ambavyo tumevisoma pale hapa. Okay. Ni kweli Mungu wa kweli alikuwa ni shahidi, lakini Mungu hakumtoa Muhammad. Muhammad ametengenezwa na Katoliki. Wao wanasema kwanza, kwa mfano kwenye hiyo mfano wa hapo wa Waraka bin Naufa ambaye amesema huyu ameshakuwa mtume ajitabirie, kwamba ni sawa na kwenda kwa daktari kupima kwamba bwana huyu ana dalili hizi na jafa nakwambia huyu anauma malaria. Sasa sisi leo tukianza kusema Naufa ndio kampa utume Mtume Muhammad, ni sana kusema mtu aliyekupima malaria akasema una malaria, maana yake ndio amekuambukiza. Hizo ni hoja tu za kimjadala. Simulia kusema moja. Ndiyo. Katika Biblia. Ndiyo. Musa alienda kwa wazee akasema mimi nimekuwa mtume. Hapa ndio kweli wanaona tofauti. Musa alipewa, Mungu mwenyewe akamwambia wewe nitakudhihirisha kwa ishara na maajabu. Hakuna mtu aliyesema aliyehusika na utume wa Musa. Sawa? Ndiyo. Bwana Yesu yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe, yani watu walikuwa wanajua, na yeye mwenyewe alipofika akasema na kazi yake zilimtambulisha. Kwa kama siponiamini mimi, amini hizi kazi zangu. Ndiyo. Hakuna mtu kwamba ajue mkuja Waraka mwingine, sio kajanuni kwamba huyu ni mtume wa umma huu. Never and ever. Kazi ya Mungu inajidhihirisha yenyewe. Sawa. Tuko pamoja hapo Sasa Muhammad hajui wala jitambui. Kwa hiyo hiyo kiumbe mtokea hamwambie ni nani. Anasema ni Jibril ama ni Gabriel, si ndio? Lakini ukisoma maandiko matakatifu, Gabriel akitokea alikuwa anajitambulisha. Tutakafia kidogo hapa tumalizie hapa. Nisome maandiko haya. Sawa. Lakini kwenye hilo tena kuna hicho kitabu cha Mtume na Wakeze kinaelezea mbele kwamba malaika yule alijitambulisha kwamba mimi ni Jibril. Hichi kuna kitabu cha Mtume na Wakeze, nafikiri kinaitwa hivyo. Sasa mimi nimesoma Al-Laikari Maktum. Ndio. Hii hapa maisha ya Mtume Muhammad, sawa? Ndio. Na hadithi Sahih Buhari zote zinasema kwamba kiumbe aliyomtokea hakujitambulisha. Amesema mwanzo wa kujitambulisha, lakini alipotembea mtume baadaye, wakati anatembea ndo akaja akajitambulisha. Hapo ni kabla hajafika kwa Khadija. Alijifika kwa Muhammad? Alijitambulisha kwa Mtume Muhammad kabla hajafika kwa Bi Aisha, kwa Bi Khadija. Hiyo nukuu imetoka wapi? Kwenye hicho kitabu kinaitwa Mtume na Wakeze na Mtume na Wakeze, kitu kama hicho. Tumesoma hapa mimi na wewe. Anaongea na Khadija kwamba naofia nafsi yangu imechezewa na nani? Na mashetani. Ndio. Sasa ndio. Uwezi nakapata homa. Lakini Gabriel alimtokea Mariam. Ndio. Alimtokea Zakaria. Ndio. Na watu mbalimbali. Waliugua? Hapana. Lakini leo ukibanwa na mapepo, lazima upate homa. Hiyo kawaida. Lazima upate uchanganyikiwe tu, dishi liumbe kidogo. Ndio. Soma maandiko hayo. Ndio. Luka 1:19. Mstari wa 19 anasema Luka 1:21 sorry. Luka 20:1. 1:21. 20:1 anasema na wale watu walikuwa wakimngojea Zekaria
wakastajabia kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka akiwa hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu. Naye aliendelea kuwaashiria, akakaa bubu. Mstari wangapi umesoma? 21 na 22. 21 Ndio. 21 hujasoma wewe. Mstari wa 19 unasema malaika 21, soma mstari wa 21. Mstari wa 21. Na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria. Luka. Hiyo ni Luka Luka 1:21. Basi hebu tuangalie hebu angalia hapa tu nikuangalizie. Mstari wa 19. Mstari wa 19 unasema malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli. Akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli. Muhammad aliambiwa vile? Hapana, kwa muda ule alivyokuwa na bano ambavyo akaambiwa soma, alikuwa hajajitambulisha, lakini mbele yake kuna kitabu tuliwahi kukisoma, nafikiri nitakitafuta na mimi naweza nikakipata. Baada ya kufika mbele, malaika mwenyewe alimtokea akajitambulisha kwamba mimi ni Jibril. Akamtokea. Sasa why tena amemtokea waje mimi nimechukua na mashetani? Sababu vyote hivi hapa hivi vyote vya hadithi hivi vinaongelea kitu kimoja. Okay. Sasa yeye anasema ameshikwa na mashetani. Okay. Sasa paka hapo Ndio. Sawa. Na tukiulizaga swali wanasemaga wao huwa mtume labda alikuwa na wasiwasi kwa kuwa hajawahi kutokewa na malaika. Sasa tuangalie hapa. Ndio. Angalia hapa. Ndio. Hata siku moja. Ndio. Katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa 17. Ndio. Jumatatu katika mwaka wa 40. Ndio. Unusu umri wake. Mtume aliona mtu kasimama mbele yake bila ya kuona wapi ametoka, akamwambia soma. Mtume akamjibu, mimi sijui kusoma, kwani sikupata kufundishwa kusoma. Okay. Akaja akamkamata akambana, akamwambia tena soma. Mtume akamjibu jawabu lile lile. Hata mara ya tatu akamwambia soma, ikra bismi labika. Okay. Akamsomea sura hiyo ya 96 mpaka kati yake, kisha mtume akaisoma kama alivyosomewa. Hii ndio sura ya kwanza kushuka katika Qur'ani, ingawa haijawekwa mwanzo. Ndio. Mara yule mtu ameweka mabano. Ndio. Akaandika malaika. Sawa? Mara yule mtu akaondoka machoni mwake asimuone ameenda wapi. Ndiyo. Na mtume naye akarejea kwake, hofu imemshika. Okay. Alipofika nyumbani, Bi Khadija alizani ana homa. Okay. Akamfunika manguo gubigubi na akakaa mbele yake akimsikiliza alivyoweseka. Sawa? Okay. Hata homa ilipomwachia alimweleza Bi Khadija yote iliyomtokea, na Bi Khadija akamtuliza moyo wake, akamyakinishia ya kuwa hapana lolote baya. Okay. Sawa? Mwana pointi hiyo? Ndio. Huyu ni Sheikh kazi iliyomzukia. Maana bibi huyu akaondoka kaenda kwa jamaa yake Bwana Waraka bin Naufa. Sawa. Kwa bin Naufa ndiye alimwambia huyu nani? Ni malaika Jibrili aliyemtokea Musa. Okay. Aliyemtokea na Isa na wengine. Sasa kama kuna hadithi nyingine basi hiyo sawa ije. Sawa. Lakini tunaona kabisa hizo zote hizi mbili zinakubali na kusema alaik al-maktum, mtu kama nayo akaisome alaik al-maktum. Bali imesema imesaja hadithi nyingi za Sahih Buhari, Sahih Muslim. Zote zinaongelea hivyo hivyo. Kwa hiyo Muhammad hakujua. Hivi kweli kwamba mtu amekwambia mimi ni fulani, kwa nini usiende ukasema jamani amenitokea fulani? Yaani unaweza kufikiria kwamba labda huyu ni shetani ananidanganya tu ajifanye ni malaika. Malaika. Sema amejitendea mimi Jibril, sema mimi nimechezwa na mashetani. Sasa paka hapo Sasa soma saa 1:26 hapo hiyo Luka 1:20. Sasa malaika Gabriel akimtokea Maria. Mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka katika mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa ukoo wa Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Tulia. Huyu alibanwa? Alikuwa hajabanwa. Mariamu alibanwa? Hajabanwa, yeye alikuwa anafadhaika. Alipata homa? Hapana. Kufadhaika ni kushtuka. Sasa kwa hiyo alipata homa? Hapana. Alipata homa. Zakaria alikuwa tuna kiburi kidogo kutokuelewa cha ubishi. Ndio. Lakini akaambiwa utakuwa nini? Bubu. Okay. Lakini kutoka ameugua. Na kuna Danieli kusema moja ile 21, Danieli 9:21. Tuna Danieli tokio na malaika Gabriel. Sasa akampa maono na akajitambulisha. Sawa. Tuko pale hapo hebu nisomee 9:10:21 fungu langu la mwisho la Biblia. 10:21 kitabu gani? Danieli 10:21. Mhm. Sawa. Nasemaje? Danieli 10 mstari wa 21 nasema,
Lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiai juu ya hao ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Asante. Sasa huyo ni Gabrieli anasaidiwa na nani? Na Mikaeli, malaika mkuu. Okay. Uislamu unasema Mikaeli, Gabrieli ni mkuu kuliko Mikaeli. Kwa malaika mkuu wa Allah ni Gabrieli. Sasa hapo huyu ni Gabrieli anajitambulisha kwa Danieli kwamba hakuna anisaidia yeye nani? Mikaeli mkuu wenu. Kwamba akimpa maono Danieli. Wala hakuna popote pale malaika wa Mungu walienda kwa mtu bila kujitambulisha. Okay. Aiza Bwana mwenyewe au malaika wenyewe. Wala wakuleta malazi ya kuhofiwa na kucheza na mashetani. Sasa hiyo hoja yetu pia si hiyo. Ndiyo. Lakini hapa nimethibitisha bayana kwamba Uislamu kwa michakato ambayo tumeiona ngazi kwa ngazi, wakati wake wasema kwamba Uislamu umeuandaa wao. Okay. Na vitabu vya Kiislamu vinathibitisha kwamba Padri Baila, ndiyo, Muhammad akiwa na miaka 12 walisema kwamba wewe ni mtume. Okay. Khadija anaambiwa habari za kwamba atazaliwa mtume. Sawa? Na binamu yake ambaye nini? Ni padri. Na Khadija alikuwa ni Mkristo wa Katoliki. Na Padri Waraka bin Naufa Muhammad anakuja anamwambia wewe ushakuwa mtume, umau jibashirie kwa nani? Mtume. Na Waraka bin Naufa huyu padri na Baila wote wako silimu kwa Uislamu. Kwa walikaa nyuma. Sababu mission yao wameikamilisha. Okay. Kwa Muhammad alivyokuwa Muhammad akaanza kupambana na Orthodox. Bwana Muhammad mission yake maalum ni kuiangusha Constantinople. Okay. Ambalo ni Istanbul. Constantinople ilikuwa ni kao la Orthodox, kao kula Orthodox. Ambalo Papa alikuwa analichukia. Na kabla ya Uislamu, Papa na majeshi yake washaikalia Constantinople miaka 70. Okay. Wakawatesa paka leo Orthodox wanaona kwamba hata bora kidogo nafuu Waislamu kuliko Wakatoliki. Okay. Kwa hiyo wakaifanya Orthodox, ile Orthodox power, sawa, ikazofika. Haikuimarika tena. Sasa mwisho wa siku wakaogopa kuifuta kwa sababu wangeonekanaje kihistoria. Kwa wameka mazingira ya bayana, majeshi ya Muhammad mwaka 1453 yakavamia Constantinople. Yakaifutilia leo inaitwa Istanbul. Okay. Kwa pale leo Constantinople ni kao la Waislamu. Ndio ikawa kao la dola la Ottoman Empire. Ambayo hizi series mnaziangalia, series za Ottoman Empire. Ndio maana wale wakawa pale wakashika Orthodox, wakashiwa nguvu, wakaitawala na Ugiriki. Ugiriki ni Orthodox. Ugiriki wametawaliwa na Orthodox na Waislamu miaka mingi sana. Okay. Chini ya Ottoman Empire. Na Wagiriki ni mzigo kwenye Umoja wa Ulaya. Sababu leo na Orthodox. Okay. Wana uchumi wao ni mbovu, umebayanishwa sana. Wana madeni mengi ya Umoja wa Ulaya. Sababu Pope hawapendi wa Orthodox. Ndio maana wakati Papa Francis ameenda pale Ugiriki, wale mapadi makasisi, no, si mapadi, wale viongozi wa dini ya Katoliki ya Orthodox. Yeah. Walimita Papa wale ambao sababu wale wajua walikubaliana kumwalika. Yeah. Wale wengine huko wakakataa, wakasema wakamsema mnamwalika son of bitch. Katika nchi ambayo aliua baba zetu, wanamwambia Papa. Okay. Nenda kaangalia video kata Papa ameenda kule Ugiriki. Walimkataa. Kwa sababu Papa si imetesa wa Orthodox. Ile ikaogopa kuwafisha wote kwa sababu itaonekanaje. Kwa hiyo Waislamu leo wamekuja wakachukua maeneo yao. North Africa ilikuwa chini ya Orthodox. Hiyo Misri unaiona. Waislamu wakaitwa. Okay. Jerusalem, Syria, Lebanon, Iraq, yote huko mpaka maeneo huko ya Arabia, sawa eh? Okay. Yote ilikuwa chini ya nani? Orthodox. Ya Orthodox. Leo imekaliwa na Waislamu. Maeneo yote ambayo ilikuwa chini ya Orthodox imekaliwa na Waislamu. Ile historia yote ya Wakristo wa Mashariki imefutwa. Na wale Wakristo wote ambao kwanza shika amri 10 nao walifutwa. Kwa mfano, kuna hadithi nimesema kuibeba hapa, Umar bin Khattab. Ndiyo. Sema nilimsikia Mtume akisema tuwaondoe manasala wote na Wayahudi katika bara la Arabia. Okay. Sasa bara la nini? La Arabia. Kwamba na pia wasikanyage Maka na Madina. Mpaka leo hakuna mnasala anaenda pale Maka wala Madina. Okay. Lakini cha ajabu kuna mapadi wengi waenda paka pale. Kwa siri kubwa sana. Hata kuna bali moja anasema mimi nimeenda paka Maka. Sawa eh? Sasa pale kuna siri iko kubwa pale imewekwa. Ndio maana Ottoman ilivyojinyanyua ikapishana na Roma kidogo ilingolewa. Okay. Sasa paka ukameka ile Freemason Ataturk. Akaioverslow ile Ottoman Empire. Alafu leo Uturuki iko upande wa NATO. Okay. Sasa afu wale Waarabu wote wakapewa uhuru wao, zile nchi zote zikawa chini ya mamlaka ya magharibi. Zote.
Ndio maana leo utashangaa Abu Dhabi, leo pale Bahrain kuna diocese kubwa ya kanisa Katoliki pale Bahrain. Na viongozi wote wa Kiarabu hao maprince na wafalme na watoto wao wanafundishwa chini ya utaratibu wa Katoliki. Ile elimu yote wanafundishwa wale pale. Kwa hiyo ile ni Catholic Empire. Kwa hiyo Uislamu ni Catholic Empire kwa upande wa pili. Okay. Sasa paka hapo ndio maana sultani alipofika pale Constantinople naye akajita ni mfalme wa akajita ni Kaisari wa Roma. Sasa paka hapo kwa ni power ambazo ziko sambamba na kingine na kitu moja. Ninapomalizia bwana Simbezi. Ndiyo. Uislamu umekuwa catalyst ya kutumika kwenye mpango wa New World Order. Kwa mfano, wakati ule Spain imepinduliwa, sawa? Ndiyo. Wananchi wakasema hatutaki ukatoliki. Ule mwaka 1936. Ndiyo. Waka-overthrow Katoliki. Wakatengeneza serikali ya kijamhuri. Sababu Katoliki Ulaya ilikuwa imeshika shule na system yote ya kimfumo. Hata na popote unapoingia wanachukua system zote. Ilibidi alikuwa ni dictator Franco alikuwa ni Mkatoliki. Na pamoja na Wakatoliki wakafungua chama cha kupigania kwamba wanajiita wazalendo kurudisha Spain katika mahali pake, na wakasema kwamba hawa wa jamhuri wakawaita wa komunisti. Walifanyaje? Walienda wakachukua jeshi la Waislamu pale Morocco, wanajeshi 180,000 likaongozwa na kardinali kwenda kuivamia Spain. Waliuawa wale wa Spain ambao walikataa mamlaka ya papa. Ilikuwa ni mauaji ya kutisha, wasema wanapambana na ukomunisti, mpaka wakarejesha utawala wa Katoliki pale kielimu na kiserikali. Kwa hiyo Spain imetulia, lakini walichukua majeshi nini ya Kiislamu. Angalia mkataba uliofanya kwamba Vatican haitatambua Jerusalem kuwa ni mji wa Kiyahudi. Okay. Sababu falsafa za Uislamu, Jerusalem si mji wa nini? Wa Kiyahudi. Ni mji wa Uislamu. Okay. Sawa? Sasa leo Papa ametambua, Vatican imetambua Israeli kuwa ni nchi. Sawa? Okay. Lakini hawajatambua Yerusalemu kuwa ni mji mtakatifu wa Wayahudi. Na wamepambana hivi mpaka kwenye Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo ni moja ya mkakati ambao Vatican na Maka walikubaliana. Maka haitambui Yerusalemu kuwa makao ya Wayahudi. Na Vatican haitambui Jerusalem kwa makao nini? Ya Wayahudi. Hiyo ni mkataba ambao walifanya. Na kingine leo utaona ISIS na vikundi vingi vya kigaidi vya Kiislamu vinatumika na Westi. Sababu Muhammad alitumika nao na majeshi ya Kiislamu yanatumika nao. Sawa? Kwa leo ni vizazi vile vile wanaendelea kutumia Uislamu kutimiza malengo yao. Ukisikia leo mkataba wa Barcelona mwaka 78. Sawa? Ulikuwa ni kwamba kuwaingiza Waislamu Europe, wafungua mageti ili Waislamu waingie Europe ili waamshe Wakristo warejee Roma. Sasa we? Sababu Wakristo kwa kataa Roma, wako hata wale Wakatoliki wenyewe walikuwa wanatema na mambo ya dini. Wako busy na mambo mengi. Sasa leo Waislamu wameingia pale wanadai sharia law. Okay. Wanajikuta leo mkoa huu, jimbo hili lina sharia. Wanachanganyikiwa. Tufanyeje sasa? Wanasema Roma nalipigania kuwa na ustaarabu wa Ulaya kuzinda majeshi ya Kiislamu. Sasa hivi wanapambana American Turning Point, Europe inataka isilimishwe. Sasa hapa hapo sasa wanataka sasa wageuze mkataba sasa wafanyeje? Kuna Mariki wakuwa ni viongozi wa wakilishi wa Baraza la Umoja wa Mataifa miaka ya nyuma ya 70 kitu walisema hivi, Uislamu utaingia Europe na utafanya Wakristo wa Europe au Ulaya ambayo ishajiweka katika kuwa nguvu ya mpinga Kristo, itageukia tena Wakristo na kumgeukia Papa kuwa suluhisho lao la kuifanya Ulaya iwe kama ya zamani. Na sasa hivi tunaona Trump anapambana kuifanya Marekani kwa taifa la nini? La Kikristo. Unaona? Ndio naona. Alafu sasa hivi viongozi wote wa Trump wale wanaulani Uislamu. Unaona? Naona. Nasema hii si nchi ya kisharia. Sasa hivi Ulaya wanasema tumige Trump. Ni mpango uliwekwa na Jesuit ili wa pressure wazungu waone kwamba Ulaya inasilimishwa ili baadaye wageukie wakumbuke hivi leo tupigania ni nani? Ni Papa. Ndio. Alizuia apigana vita vya msalaba vingi kuzuia Uislamu. Sasa tumgeukie kama solution la kurudisha way of life ya Europe, tukiachana mambo ya ushoga, tuachane na masuala ya uovu kama leo Spain wamepiga marufuku vijana wadogo chini ya miaka 18 wasifungue nini? Mtandao wa Facebook, social media. Okay. Iko nataka waifanye Ulaya igeuke tena, iache uasi, imrejee nani? Mungu. Lakini Mungu gani? Ni Mungu wa Katoliki, Mungu wa Utatu. Ndio maana juzi Trump amesema majimbo yote ya waipumzike siku ya Jumapili, siku takatifu
ya Bwana. Kwa hiyo ni mikakati Bwana simulizi. Hakuna siasa ya ajali duniani, ni mpango. Leo dunia itaenda kushuhudia, Waislamu watakuja kaa kimya. Sawa? Watasema kwamba na Waislamu Wakristo watakaa kimya. Na wasio radio watakaa kimya kwamba jamani tuikomboe dunia. Tukiacha itaangamia na vita, na maradhi, na joto kali. Tukae chini tufanye ustaarabu wa pamoja, tuwe dola la pamoja, tuvumiliane. Kama una dini yako, kana dini yako. Usinihubirie mimi dini yako. Niheshimu mimi ni Mkatoliki na sihubiri kumbatiza huyu na tunakoelekea. Lakini mtu akiamua kwa choice kubadili, usimuingilie. Kwa sababu dunia ya sasa inaenda kwamba kwa kigezo cha amani. Hata Bongo hapa kwa tunashindana haki na nini? Na amani. Tunahubiri amani. Ingawa tunahubiri haki. Usiwe? Na kuna mtu asiyependa amani. Ifike neno amani litawekwa mbele hata kama haki inavunjwa, lakini madam tunaishi kwa utulivu. Hiyo itakuwa ndo kasumba na falsafa ya dunia ya leo. Na lengo kubwa ni kumleta Antichrist, masihi wa uongo, kuitawala dunia. Ndio hiyo tunadai nabii kwamba yule mnyama sawa anayetoka kuzimu atainuka katika 17:8 Ufunuo na kuitawala dunia. Kwamba na dunia nzima itastajabu kwamba yule mnyama aliyokuwako na sasa tena hayuko tena, amekuwako sasa, anaenenda kwenye uharibifu. Yule mnyama nani? Ufalme wa Roma. Kwa ufalme wa Roma utajiinua tena kutoka kuzimu. Maana yake kwamba ulikuwa umenyamaza, umezoofika, unarejea kwa nguvu kutawala nini? Dunia. Na Roman Empire ikijirejea chini ya papasi kutawala dunia, ndio chukizo la uharibifu ambayo Yesu alinena katika kitabu kile cha Ufunuo, Mathayo 24 mstari wa 15. Mtapo na chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu. Aliye nyumbani asirudi nyumbani, aliye juu dari asishuke chini. Hapo ndipo mwisho umefanyaje? Umefika. Kwa hiyo haya mambo ni ya kimchongo yako. Kwa hiyo utaka dini ya kweli, muamini Yesu. Hiyo ndio mshindi na ambaye alishinda dhambi. Na hakuna manabii wote wana dhambi. Lakini yeye ana nini? Dhambi. Anashuhudia na kila kitu. Na huyo ndio anatumaini, tumesema hapa ndio tumaini la uzima. Na atakuja mara ya pili, ndio masihi wa kweli, kutimiza kuleta mamlaka na ufalme wa Mungu duniani na kuangamiza wote ambao watakuwa wamekataa kukaa chini ya mamlaka yake. Mimi naishi hapa. Sawa bwana, tumekuwa na kipindi kizuri sana. Labda kama kuaga watazamaji. Shalom watazamaji, nafikiri mmenisikia nilichokizungumza na mtu habari kunioji, na nimeongea mambo mazito sana, lakini haya mambo ni ya vitabu na nimeandaa vitabu. Naandaa vitabu sasa hivi na viandika vitabu cha siri ya uasi ambavyo vishachukua vimeisha, lakini naandaa vitabu maalum kwa haya ambayo ninayazungumza ambayo mtayapata. Mimi naitwa Jeff Masawe, namba yangu ya simu ni 0757 722557. Njoo kwenye peji yangu ya Facebook ya Jeff Masawe utanipata, au kunipigia, tutaongea zaidi tuweze kupeana habari moto moto. Mungu akubariki. Kama umetembelea channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunayokuwekea. Asante.